Kama una tumbo kubwa na unateseka sana kwenye swala zima la uvaaji wa blouse, basi video hii ipo kwa ajili yako, kwa sababu ukweli upo hivi, sio kila blouse ambayo unaiona basi inaficha tumbo. Kuna aina nyingine za blouse zinaweza kukuonyesha kuwa una tumbo zaidi ya vile ambavyo mwenyewe ulivyo. Na siku ya leo hapa nina blouse aina 5 na nitaweza kukuonyesha blouse hizi zinapoweza kuficha tumbo lako bila hata kwenda gym, bila hata kufanya mazoezi magumu. Na hapa utaweza kuonekana classic, utaweza kuonekana mwenye mvuto. Kwa hiyo hakikisha kwamba video hii unaweza kuiangalia hadi tamati. Blouse ya kwanza ni aina ya blouse ambayo inaitwa blouse ya peplum. Hii ni aina ya blouse ambayo inabana kutoka kwenye maziwa na inashuka chini. Ikifika hapa karibu na kiuno au tumbo unakuta kinaachia kama kimwamvuli fulani hivi, na ni moja ya vazi ambalo linasaidia kabisa kuficha tumbo. Unaweza ukavaa na sketi ya tight, pia unaweza ukavaa na suruali au jeje. Unaweza ukavaa aina hizi za blouse na ukawa na muonekano mzuri. Katika kutafuta vitambaa, aina hizi za blouse zinapendeza zaidi kudesigning kwa kutumia kitenge. Unaweza ukatafuta kitenge chako labda cha wax. Ni moja ya kitenge kizuri sana ambacho kinafanya vizuri kazi ya kuweza kutengeneza peplum. Lakini pia unaweza ukaidesigning, ukaweka na lesi kwa juu na ukawa na muonekano mzuri na nadhifu sana pale unapokuwa unavaa aina hii ya blouse. Hivyo basi naweza nikasema kwamba blouse hizi za peplum ni chaguo bora sana na ni chaguo ambalo linamfanya mwanamke aweze kuficha tumbo lake bila hata kulibana sana. Blouse yetu namba 2 ni aina ya blouse ya oversize. Hapa nina imani kwamba everyone anajua oversize ni aina gani ya nguo. Ni yale manguo ambayo yanakuwa ni makubwa. Ni moja ya nguo ambayo unapokuwa unayavaa na kuacha uhuru, na ni moja ya nguo ambazo hazibani mwili kabisa, hazishiki mwili kabisa. Unaweza tu ukavalia na suruali, either ni boyfriend jeans au ni suruali tu ya kawaida, na ukawa na muonekano mzuri na muonekano wa nadhifu. Na pia unaweza kutokea sehemu zozote lakini sio kazini. Maybe picnic unaweza ukavaa aina hizi za blouse ambazo ni oversize na ukawa na muonekano mzuri. Ukivaa tu na suruali yako ambayo ni boyfriend jeans, basi unapata muonekano clear. Unakuwa sasa hapo umeweza kutokelezea. Na kwa kusema kwamba ni moja ya blouse ambayo inafanya kazi vizuri sana ya kumfanya mwanamke kujihisi uhuru katika uvaaji wa blouse hizi. Kwa hiyo ni moja ya blouse ambayo inasaidia sana kuweza kuficha tumbo lake. Hii namba 3 ni aina ya blouse ambazo zina dark color, zile rangi ambazo ni dark. Na rangi hizi mara nyingi huwa zinakuwa ni nyeusi au zile dark color. Kwa mfano rangi nyeusi au rangi ya blue au pia rangi ya kahawia. Hizo zote ni aina za rangi ambazo zinamfanya mwanamke kuweza kuonekana mwembamba. Kwa hiyo unapokuwa unavaa hizi rangi, unaweza ukachagua rangi hizi 3 ambazo nimekutajia hapa. Unaweza ukavaa na ukaonekana mwembamba, kwa sababu tuna imani kwamba sio mavazi yote ambayo utakayokuwa unavaa basi yanaonyesha tumbo. Kuna aina ya mavazi unaweza ukavaa na ukawa haujaonekana kabisa katika tumbo lako. Na hii ieleweke kwamba ni kuweza tu kujua kwamba ni rangi gani ambayo nitaweza kuvaa nisionekane kama nina tumbo, na ni rangi gani ambayo nitaweza kuvaa nitaonekana na tumbo. Ukiweza tu kujua hapo, basi tayari umeshajua mwenendo mzima wa mwili wako kwamba naweza nikavaa nguo ya rangi gani, naweza nikavaa vazi la rangi gani au vazi la aina gani ili niweze kuficha tumbo langu. Kwa hiyo hizi ni rangi ambazo zinaficha tumbo na kumfanya mwanamke aweze kuonekana ni mwembamba. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hii ni moja ya vazi ambalo linaficha tumbo vizuri kabisa na kumwacha mwanamke aweze kujisikia huru katika uvaaji wa vazi hili.
Blauzi yetu namba 4 ni mistari ya wima. Zile blauzi ambazo zinakuwa na mistari ya wima husaidia sana kwa mwanamke kuweza kuonekana mrefu na mwembamba. Kwa hiyo unapokuwa unavaa aina hizi za blauzi hizi ambazo zinakuwa na mistari ya wima, unaonekana classic. Unaonekana wewe ni mwembamba japokuwa ni mnene, lakini pia unaonekana ni mrefu. Kwa hiyo machoni mwa watu, yaani mtu anapokutazama anaona mbona kama leo umerefuka. Kutokana na aina hizi za blouse kuwa ni moja ya blouse ambazo zinafanya mwanamke aweze kuonekana classic. Na pia hizi ni blouse nzuri sana ambazo zinamsaidia mwanamke kuweza kuficha tumbo lake. Kwa hiyo kama wewe bado unaona una tumbo na unapata shida sana katika kutafuta mavazi yako, unaweza ukatafuta blouse au gauni ambalo linakuwa na mistari ya wima na ikawa ni moja ya dress code yako nzuri sana, na utakuja kunishukuru baadaye kwa sababu inafanya kazi nzuri sana katika uchaguzi wa nguo hizi. Chini katika blauzi hizi unaweza ukavaa na boyfriend jeans, unaweza ukavaa na sketi ya tight, unaangalia tu unacheza tu na material, unacheza tu na hali ya hewa. Hali ya hewa inatakaje? Kwa hiyo ukiweza tu kufanya hivyo vitu, basi utapata muonekano mzuri na wa kueleweka. Blauzi zetu namba 5 ni aina ya blauzi ambazo zinabana mwili, yaani zinabana sana. Na aina hizi za blauzi pale unapokuwa unavaa, tumbo lako linaonekana moja kwa moja, na ni moja ya blauzi ambazo zinaonyesha maumbile yako yote. Kwa hiyo kama unataka kuvaa aina hizi za blauzi, unaweza ukavaa blauzi ikiwa ndani kama mfano wa bodysuit, alafu juu ukavalia na gauni la wazi au gauni la aina nyingine. Juu ukafunga tu na ushungi wako, ukapata muonekano mzuri na muonekano ambao utaweza kukufanya uonekane classic. Kwa hiyo vipenzi vyangu, naweza nikasema kwamba aina hizi za blauzi sio chaguo bora kabisa kwa wanawake ambao wana matumbo. Kwa hiyo tuziepuke sana aina hizi za blouse. Hivyo basi vipenzi vyangu, kama unajiona wewe ni mwanamke ambaye una tumbo, unaweza ukachagua blauzi hizi ambazo nitaweza kukutajia hapa na ikawa ni moja ya dress code yako. Ya kwanza, blouse za peplum ni zile blouse ambazo zinakuwa zinabana, alafu huku chini zinakuwa zinaacha kama mfano wa kimwamvuli fulani. Blouse ya pili ni blouse ya oversize. Ni moja ya blouse ambayo inafanya mwanamke aweze kuonekana smart na aweze kuonekana na muonekano mzuri. Blouse ya tatu ni zile blouse ambazo zinakuwa na rangi ya giza, na nimeweza kuzitaja kama rangi nyeusi, rangi ya bluu, rangi ya kahawia, lakini pia rangi ya blouse ya mwisho ni zile blouse ambazo zinakuwa na mistari ya wima. Na kuweza epuka sana zile blouse ambazo zinakuwa zinabana mwili, zinashika mwili, yaani zinaonyesha maumbile yako yote. Kwa hiyo ukiweza tu kuziepuka hiyo blouse, basi utakuwa na muonekano mzuri na muonekano ambao utakufanya wewe ujihisi amani, ujihisi uhuru katika kufanya shughuli zako zozote. Unaweza ukaenda nazo picnic, unaweza kutoka nazo ukaenda nazo katika shughuli au sherehe mbalimbali na ukawa na muonekano mzuri na wa kuvutia sana. Naomba niandikie kwenye comment uniambie katika blauzi hizi ambazo nimeweza kukutajia hapa, ni blauzi ipi ambayo unaipenda zaidi? Kama ni peplum, ni oversize, ni rangi za giza au ile blauzi za mistari ya wima au zile blauzi za kubana mwili ambazo zinashika mwili. Usisahau pia kusubscribe channel yetu ili usipitwe na episode inayofuata, kwa sababu episode inayofuata tutazungumza kuhusu outfit zinazoficha tumbo. Kwa hiyo natumaini kwamba utaweza kukutana katika episode inayofuata. Kwa majina naitwa Precious Tifa na hii ni channel ya TZ Fashion. Tukutane katika episode ijayo. Bye bye.